Kuna hofu inayokuja kimya kimya. Hofu ya kesho. Kesho nitakuwa salama? Kesho nitapata kazi? Kesho familia yangu itakuwa sawa? Kesho nitafanikiwa malengo yangu? Wasiwasi wa kesho unaweza kujaa moyoni mpaka ukaiba usingizi wako. Lakini Yesu alisema katika Mathayo 6 mstari wa 34, basi msisumbukie ya kesho, kwa maana kesho itajisumbukia yenyewe. Hiyo si kauli ya kupuuza maisha, ni mwaliko wa kumwamini Mungu. Hofu ya kesho inajaribu kukufanya uamini kwamba uko peke yako, lakini ukweli ni huu: Mungu wako tayari yuko kwenye kesho yako. Isaya 41 mstari wa 10 inasema, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako. Hakuna kesho yako itakayomshinda Mungu wako. Hakuna hali itakayokukuta bila yeye kujua. Hakuna mlango utakaofungwa bila yeye kuwa na mpango. Tafakari kwa kina. Je, unatawaliwa na picha za hofu au na ahadi za Mungu? Sasa niruhusu nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, namwombea anayesikiliza ujumbe huu. Kama moyo wake umejaa hofu ya kesho, naomba umjaze amani yako inayopita fahamu zote. Vunja nguvu ya wasiwasi, muonyeshe kwamba kesho yake iko salama mikononi mwako. Mpe ujasiri wa kuamini tena na utulivu wa kupumzika ndani yako. Katika jina la Yesu, amina. Swali la mwisho: ni jambo gani la kesho unahitaji kumkabidhi Mungu sasa hivi kwa imani?